Karibu mwanamichezo mwenzangu, nikukaribishe kunako D&A TV. Kama bado jamaa na familia mwenzangu, subscribe alafu bonyeza alama kengele ili taarifa zote tunazokuwekea hapa usipitwe. Cha umuhimu ni kuandika D&A TV alafu subscribe alafu bonyeza alama kengele. Kesho na kesho kutwa taarifa zote utakuwa unazipata, utakuwa mtu wa kwanza kabisa kuzipata. Siku ya leo ni siku ya Jumatatu ambayo tunafahamu kwamba taarifa ama maandalizi ya kikosi cha Tanzania Taifa Stars kimewasili kambini kwa ajili ya mchezo wa kirafiki wa timu wa taifa ya dhidi ya timu ya taifa ya Kuwait. Mchezo huo unapigwa Novemba 15 siku ya Jumamosi. Tunafahamu baada ya majukumu ya vilabu kumalizika, hivi sasa wachezaji wote wa timu ya taifa wapo wamewasili kambini kwa ajili ya mchezo huo wa kirafiki wa kalenda ya FIFA. Mchezo huo ni muhimu sana kwa sababu ni mchezo ambao Stars akipata ushindi basi atasogea katika ranki zile za FIFA. Mchezo huo ni muhimu kabisa kwa sababu ni mchezo wa kalenda ya FIFA, lakini pia mchezo ambao unawaweka sawa wachezaji ambao wamepata nafasi ya kuitwa katika kikosi cha timu ya taifa kwa ajili ya maandalizi pia ya kujiweka sawa katika vilabu vyao kwa ajili ya michezo ambayo inawasili ya klabu bingwa na kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa upande wa Young Africans wamewasili wachezaji wengi sana pamoja na mabeki ambao ameitwa Ibrahim Baka, lakini pia yuko Mwamnyeto, Mohamed Hussein Zimbwe pamoja na wachezaji ambao wameitwa pia. Lakini kwa upande wa timu ya Simba wapo nyota wengi ambao wameitwa pamoja akiwepo golikipa Yakubu Suleiman, tulimuona katika mchezo wa juzi dhidi ya JKT Tanzania. Waajili wake wa zamani alipata nafasi ya kucheza vizuri sana. Huyu ni Tanzania Wani ambaye tayari tumeona amekuwa na kiwango bora sana, kadiri siku ambavyo zinazidi kwenda kiwango chake kinazidi kuongezeka. Amepata nafasi ya kurejea kambini kwa ajili ya kuweka ama kuhakikisha Taifa Stars inakuwa salama katika mchezo huo wa kirafiki. Mtu anaweza sikuelewe kitu gani ambacho nazungumza, lakini huu mchezo ni muhimu sana kwa Stars. Kama nilivyokuambia awali kwamba huu mchezo Stars akipata ushindi basi atakuwa anajiwekea nafasi nzuri sana kwenye ranking zile za FIFA, lakini pia kwa ajili ya kuhakikisha anakuwa sawa. Kuwait ni taifa ambalo kwenye soka lina maendeleo makubwa sana, lakini wanaweza wakawa bora zaidi yetu sisi kama Tanzania kwa sababu ni timu ya taifa ambayo imesheheni nyota wengi ambao wanatoka mataifa ambao wanatoka katika vilabu mbalimbali. Wanakuja kucheza na Stars ambayo imesheheni mastaa wengi sana ambao wanacheza katika vilabu vingi hapa Tanzania. Simba wako nyota wa Simba, wako nyota wa Young Africans, wapo nyota wa Azam FC, wapo nyota wa Fountain Gate, Mashujaa pamoja na timu zote ambazo zinacheza katika ligi kuu soka Tanzania bara. Hii ni taarifa muhimu sana, nimeamua nikupenyezee wewe mwana D&A kwa ajili ya kujua hali ilivyo ya kikosi chetu cha Tanzania Taifa Stars ambacho kwa hivi sasa habari njema kinaongozwa chini ya kocha wa Singida Black Stars Miguel Gamondi, ambaye yeye alitangazwa hivi karibuni kuwa ni kocha mkuu wa kikosi cha Stars akikaimu nafasi ya Hemedi Morocco ambaye ameliwa kichwa baada ya Stars kutokufanya vizuri katika michuano ya AFCON. Kwa mujibu wa Hemedi Morocco, alisema kwamba taarifa za yeye kutimuliwa katika kikosi cha Tanzania Taifa Stars alizisikia tu kwetu sisi watu wa michezo, lakini pia habari njema kwake baada ya story ile kwamba Hemedi Morocco yupo tena kama kocha mkuu. Tayari TFF imemsafirisha Hemedi Morocco kwa ajili ya kwenda kuongeza elimu yake ili awe kocha hatari kabisa wa kukinoa kikosi cha Tanzania cha Taifa Stars. Hizi ni pongezi ambazo ni kubwa sana, inabidi apelekewe rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia baada ya kuamua shughuli hii. Kwa sasa tumkabidhi Miguel Gamondi, lakini Hemedi Morocco tusimtelekeze tu kimya, hapana. Tumchukue na tumpeleke akaongeze elimu yake. Mchezo utakuwa namna gani? Mchezo utakuwaje? Wachezaji ambao wameitwa, je, watakuwa na performance gani? Cha msingi ni kuendelea kubaki na sisi D&A TV ili kujua kikosi cha Stars ambacho kimewasili leo, mazoezi ambayo watayafanya, mazoezi ya kwanza ambayo watayafanya, na baada ya kuwasili na baada ya kumaliza mazoezi hayo, je, Stars itakuwa na hali gani? Mchezo wenyewe nimekujuza utapigwa Novemba 15 siku ya Jumamosi katika jiji la Cairo pale Misri. Mchezo huo ni mkubwa kweli kwa Tanzania kwa sababu unatuheshimisha, na tukipata ushindi tutakuwa tunasogea katika zile nafasi, kwa sababu Tanzania Taifa Stars atupo katika nafasi nzuri. Tunafahamu kwamba kwenye michuano ya AFCON hatukuweza kufanya vizuri sana kama vile ambavyo watu wengi walitarajia, licha ya sisi kuwa ni wenyeji kwenye shughuli ile ambayo imemalizika. Sasa hivi macho na masikio ni kuangalia tunaoendaje katika mchezo huo, licha ya Stars kutupwa nje
kwenye michezo ama kwenye michuano ya kufuzu kombe la dunia, na sisi hatumo kabisa, hata nafasi ya playoff tumeikosa. Huu mchezo ndio tunaotolea macho, tunatoka mchezo wa kwanza wa kocha wa Singida Black Stars Miguel Gamondi baada ya kukabidhiwa majukumu ya timu ya taifa. Itakuwaje? Maswali ni mengi sana, majibu yake tusubiri siku hiyo ya Novemba 15, jinsi ambavyo Miguel Gamondi akichanganya wale wachezaji ambao wameitwa ama wachezaji ambao wamewaita wa Stars. Je, watampa performance ama matokeo mazuri kama timu yake ya Singida Black Stars? Jambo hili ni kubwa sana kama taifa la kulisubiria jinsi ambavyo itakuwa. Ni mchezo ambao watu wengi tunaosubiria kwa hamu na hisia ni nyingi kweli kweli, lakini kwa mujibu wa habari ya timu ya Singida Black Stars Hussein Masanza, yeye alithibitisha kwamba Miguel Gamondi bado ni kocha wao wa Singida Black Stars licha ya kupata majukumu na timu ya taifa ya Tanzania. Tayari Singida Black Stars makundi wapo wao ya kombe ya shirikisho, na tayari katika mchezo ya ligi kuu soka Tanzania bara NBC wameanza vizuri licha ya mchezo wa juzi dhidi ya Pamba Jiji kutoa sare ya bao 1-1, lakini Singida Black Stars imesheheni nyota wenye quality and quantity, na maanisha ubora na viwango, ndivyo ambavyo wapo kule. Je, Gamondi kikosi ambacho anacho cha Singida Black Stars na kikosi ambacho kimeitwa cha Tanzania, je, kitampa matokeo ama wachezaji watamheshimisha? Tusubiri itakavyokuwa, lakini Gamondi yeye ana imani na kikosi ambacho amekiita, lakini pia ameshukuru baada ya kupata nafasi ya kuwa kocha mkuu wa Stars akikaimu nafasi ya Hemedi Morocco. Hii ni D&A TV, cha kufanya ni kusubscribe na kubonyeza alama kengele kama bado jamaa na familia wetu, ili upate taarifa zote ambazo tunakuwekea. Mimi ni mzee wa media, shuhuda wako muda wote. Shukrani sana Director Giovanni kwa kuzingatia kila kitu kinakuwa sawa. Huu mchezo ndio ambao tunausubiria kwa hamu kwa hivi sasa.